Wanasema maamuzi ya refa yanatakiwa kuheshimiwa siku zote, na watu safari wameheshimu maamuzi ya refa baada ya hiki ambacho alikifanya katika game ambayo ilikutanisha Al Ahly dhidi ya Esperance katika mchezo wa ligi ambao ulikuwa umerizika siku ya jana, Machi 16 kule nchini Misri, ambayo hii game bana ilikuwa ni moja ya game tafu kweli kweli, kwa sababu timu zote mbili ilikuwa ni timu ambazo zina ushindani sana katika taifa lile. Kwa hiyo ilikuwa ni kama dabi ambayo imewakutanisha timu hizi. Kwa mfano Bongo tukisema ni Simba na Yanga. Kwa hiyo matatizo yangekuwa ni mengi, mgogoro ungekuwa ni mwingi, lakini uwezo ukaamini mpaka mchezo unamalizika hakuna hata mchezaji mmoja aliyemfuata refa aweze kuongea kitu chochote kile. Unajua ni nini kilikuwa kimetokea? Baada ya kuona mchezo umemalizika, yani dakika 90 zilivyoisha, Esperance aliweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Yani Al Ahly alipoteza mchezo ndani ya dakika 90. Na kikubwa ambacho kilikuwa kimetokea ni watu walikuwa wamejiandaa kweli kweli kwenda kumvamia refa na kwenda kumtupia maneno makali kama ilivyokuwa kawaida ya wachezaji kumsogelea refari. Uweze ukaamini refari aliweza kuichomoa kadi nyekundu, akasimama katikati ya uwanja pale akasema kama kuna mtu anaweza kuja kuniambia maneno yoyote basi aje akakose michezo mitatu mbeleni ambayo inamfuata. Na uwezo ukaamini wachezaji wa Ahly wamekuwa ni wachezaji ambao wanalalamika kweli kweli inapokuja swala zima la game ambao wanaipoteza, lakini safari hii hawakuweza hata kidogo kuweza kumsogelea refa huyu na wakamwacha akaondoka kwa amani. Mchezo ameumaliza salama na mpaka dakika zile alizotaka kuzimaliza mwenyewe amezimaliza na ameondoka uwanjani. Hakuna mtu yoyote aliyemfuata zaidi tu katika mitandao ya kijamii. Sasa hivi habari kubwa ambayo inaongelewa ni ya kwake baada ya kushika kadi nyekundu mkononi, akitamani mchezaji wote aweze kumsogelea, aweze kumuonesha kadi ile nyekundu ya kwamba na kufundisha nidhamu, kwa sababu umenifuata na ulikuwa unataka kulalamika kitu chochote, basi safari hii nenda kapumzike kwanza michezo mitatu. Al Ahly wakakubaliana na matokeo na wakwenda kulalamika sehemu yoyote ile. Mitandaoni watu wengi wanampongeza, wengine wanasema huyu ndo refari bora hivi sasa duniani, wengine wanasema maamuzi ya refari siku zote ndio fainali ya mchezo. Kwa hiyo nadhani wachezaji wengine hapa wakamtolea mfano Bruno, inatakiwa aweze kujifunza, Vini inatakiwa aweze kujifunza kuendelea kulalamika sio kitu sahihi kwa mchezaji kumwelekea refari akaanza kulalamika baada ya mchezo kukamilika, kwa sababu hata kama ukienda hakuna kitu chochote ambacho kitabadilika.